Shemegi. Karibu. Asante. Karibu bwana. Shukrani. Bwana hangaika kidogo na hangaisha mwili. Karibu kae bwana. Asante. Niambie shemegi yangu. Wema. Fresh. Nashukuru Mungu safari. Karibu shemegi yangu. Asante, nashukuru. Misha nimekuja hapa. Dadako jana kanifuata nyumbani. Kafika pale. Nashangaa ananiambia mimi niachane na Beka. Nikamwambia shida nini? Nimekosea wapi? Au umesikia maneno gani kwa Beka mpaka unaniambia vile? Kwa kweli sijapata jibu kamili. Mpelelezi, nilikwambia usifuatilie mambo yasiyokuhusu. Sasa leo nitakuonesha. Naona wakike ndo alokuja kuzungumza hivyo vipi? Yeye kabisa amekuja pale, nimemkuta nyumbani amenisubiri. Nashangaa ananiambia maneno kama yale pale. Kwa kweli sijaamini. Kwa hiyo shemegi, uko na mahusiano na bwana Beka kwani? Mimi sina mahusiano na Beka. Ila Beka ni kama rafiki yangu tu. Rafiki. Kama rafiki yangu tu, anaenda kumsaidia kazi za nyumbani kwake pale. Basi mimi nitaka kitako na sister. Nitamwambia kwa nini kachukua maamuzi kama sababu aweza kuzungumza kitu ambacho hana uhakika nacho. Kwa hiyo hapo nimekufahamu shemegi yangu, hakuna tatizo, tusamehe, tunajua tena na mambo ya vijijini tena. Haya sawa shem. Hapa vipi? Hapa mbona unakimbia vipi? Naona hata suruali huna. Mwenyekiti. Hamna kitu bwana, nakimbia tu. Sasa kama unakimbia vipi, suruali iko wapi? Onge, lakini sijapenda kabisa ile maneno aloniambia. Kwanza amekuja amepaniki, kaniambia kwa ukali. Yaani hata sielewi, sijui kugombana na yeye, sijui kuambizana jambo lolote baya mimi na yeye. Yaani kusema ukweli shem, nimeumia. Basi shemegi yangu sijali, mimi kifupi nitaongea na dadangu, nitampa pole shone. Ila tusamee kwa hilo sababu ni changamoto za kijijini mwenye kama unavyojua na nyinyi watoto wa kike, sawa? Sawa shem. Basi sawa shemegi yangu sijali. Haya bye, mimi naenda. Mwenyekiti wala suruali nimeweka kule chini kule. Mazoezi tu. Unajua hapa kufanya kazi kijijini kwako bwana lazima uwe na mazoezi. Mazoezi na viatu vya kazini? Afisa kweli? Mbona unanishtua? Ndio mwenyekiti bwana. Unajua kijijini kwako bwana hapa. Lazima uwe na mazoezi bwana. Hivi tumeamua. Basi mwenyekiti, mimi nataka niwahi bwana. Vipi ile kazi, mbona hujanipa majibu? Nitakujibisha. Itakuwa kimenitokea kitu yule. Dada. Poa, mambo? Poa. Vipi, mbona nipotoka kule nimekuona na mawazo? Unawaza nini dada? Namwaza ule shogangu aliyokuwa mke wa Beka aliyofariki, yule kakangu, namwaza mpaka sasa hivi. Sasa dada,
Wewe unawaza kitu gani wakati wewe ndo chanzo cha kifo chake? Kaka, inawezekana jamii niwe chanzo cha kifo chake yule dada? Basi sawa dada, nilikuwa nitachukua jembe niende zangu shamba. Basi sawa. Karibu. Mwenyekiti. Vipi? Vipi hali bwana? Nzuri kwema. Salama, vipi? Safi. Mwenyekiti bwana, tukae. Karibu. Kwema kwa utokako. Kiukweli mwenyekiti, uko kwema kama sio kwema. Kwa sababu kuna kijana amechukuliwa wakati tupo shambani. Sasa sijui kama hiyo taarifa unayo ama huna. Kuna kijana kachukuliwa? Ndio amechukuliwa. Kachukuliwa kimazingira gani? Na askari ama kijijini petu tu haya matatizo yanatokezea kila siku? Kiukweli nahisi itakuwa ndio hayo, kwa sababu yule kijana amepotea ghafla na inaposemekana kama amechukuliwa na popo. Toka muda huo hajaonekana tena. Sasa nashangaa wewe mwenyekiti unasema hauna taarifa hiyo. Nashangaa sana. Mimi sijapata taarifa mpaka sasa. Ndio kwanza unanifikishia wewe. Basi sawa mwenyekiti. Kama mimi ndio kwanza nakufikishia taarifa, na taarifa ndio hiyo sasa. Inatakiwa wewe kama mwenyekiti ulifuatilie hili swala. Ujue mwanzo na mwisho. Na ujue mtoto watu au kijana watu amepelekwa wapi. Mimi nimekusikia na sio unambie ni mimi nilifuatilie. Tulifuatilie. Mwenyekiti, wewe ndo amekuteua. Mimi bwana tumeonana, taarifa nishakufikishia. Kwa heri. Mimi naondoka. Basi asante. Tihani kweli. Tunapoelekea hao wananchi watakuja kunivamia mimi. Ila nitajitahidi sana mambo yawe sawa. Hodi. Wenyewe. Bisara, karibu. Shoga yangu msikia? Kumbe ndo wewe. Umefuata nini tena kwangu hapa? Unataka nini? Unataka nini na kuuliza? Sitaki ugomvi na wewe. Mimi nakuheshimu kama dada yangu. Kwa sitaki malumbano. Sawa? Kwa shoga nimekufanya nini mimi? Kosa langu nini? Mimi tu kusalimia vizuri shoga yangu hapa, kwani tunagomvi mimi na wewe? Niambie nimekosea wapi mimi mpaka unatoa maneno makali kiasi hiki? Shida nini? Kwani wewe hujui? Kwani wewe hujui? Nijue nini? Kakako hajakwambia? Kuniambia nini? Kakako hajakwambia? Nenda kamuulize. Makubwa. Mimi sijui chochote. Kamuulize.
Kampate kakako. Haya sawa. Haya, Nitamfuata kaka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali? Alhamdulillah, heri. Kwema? Kwema, sijui na nyie. Tunashukuru. Naam, mwenyekiti. Naona nimekuja nimepaliliwa mpaka kule shamba langu. Sasa vipi nikuelewe vipi? Na wewe ndio hapa najua ndio mwenzangu ambaye ndio shamba lako ile hapa. Lakini nashangaa mpaka langu mimi unakwenda kulipalilia. Hebu nielekeza kuna kitu gani? Sasa mwenyekiti, nyinyi mkipata madaraka mnakuwa mnajisahau. Mimi shamba langu mpaka kule kwenye miwa. Sasa nashangaa wewe umeniambia nimeingia mpaka kwenye shamba lako wakati eneo hili hapa lote ni eneo la kwangu. Bwana ndogo, wewe unasema kama mpaka kule kwako kote kule kwako wewe unasema, au sio? Mpaka kule kwangu. Kuanzia huu mwembe wa 3 tunaendelea mpaka kule mwisho. Ndio mpaka wangu na wewe ndio ulipolima hapa. Kama wewe itakuwa ni eneo lako wewe, kwa nini eneo lako usimalizie mpaka kule? Au kwa sababu bwana ndogo unanitafuta sababu kwamba ndio unaniita mwenyekiti ndio tena ndio tutafutiani mashaka unaone kama mimi mbaya au? Mimi nishakwambia lote eneo langu lile lilokuonyesha. Na kama wewe unataka kunijua ukubwa wangu mimi mwenyekiti, sasa tutaoneshana. Wewe popote utakapokwenda mimi hunifiki. Mimi ni ndio mwenyekiti. Popote utakapokwenda wewe popote nenda. Mimi nakwambia hasa popote wewe nenda. Mimi mwenyekiti hutonishinda. Serikali ninao hapa mimi. Kama unataka kunidhulumu na mimi nitajua pa kwenda vile vile. Basi wewe nenda na popote utakapokuwa na viwe. Sasa leo ndo siku yako ya kumuonesha. Weka. Wewe tena. Wewe mtoto mbona unifuatilia sana kwenye maisha yangu? Unataka nini yani? Au kipi nilichokukosea? Unasemaje? Nakusikiliza. Haujui ninachokitaka? Nataka roho yako. Sasa leo nataka nikuoneshe. Sasa utanionyesha nini mtoto kama wewe? Yaani unanitafutia tu miaka 30. Na kwa taarifa yako jela mimi siendi. Umenitafuta sana, jela mimi siendi. Nionyeshe kwa unachotaka kunionyesha wewe. Dada, acha kufuatilia kazi za kiume. Hii ni kazi yangu na nitamaliza mwenyewe. Mdogo wangu, hujui huyu mtu kanifanya nini? Wacha nimalize. Haiwezekani. Dada, wewe acha nikuhifadhi humu mpaka nitakapokuhitaji. Lakini kaka, unachonifanyia sio vizuri. Hujui yule mtu kanifanyia nini? Na kuweka humu kwa usalama wako na uache kufuatilia mambo yasiyo kuhusu. Mungu na ana tatizo gani? Au leo kavurugwa nini? Mbona kuja naongea peke yake? Na alomkela. Kazi tunayo leo huko ndani. Mama mume wangu kivuruge. Tatizo nini? Mbona umetoka huko una raha, yani unalalamika peke yako? Tatizo nini mume wangu? Hebu niambie. Maana unanichanganya sikuelewi.
Mke wangu tatizo mwenyekiti. Mwenyekiti leo kaja shambani kwetu kasema tumeingia mpaka katika mpaka wake, wakati lile shamba sisi ni letu na tuna ushahidi wote wa kutosha. Kwa hiyo kokote napotaka kwenda sisi tutaenda huko huko. Nika nichanganya sale mwenyekiti. Sina tamaa, hata sijalima, nimerudi zangu. Basi mume wangu usiwe hivyo. Wala sikuchanganya wewe mwenyekiti. Kwanza hati miliki tunazo na hati kila kitu tunazo. Kwa hiyo hasikuchanganya wala hawezi kutusumbua kichwa yule. Kwa hiyo mume wangu usiwe na panic sana, afu tulia. Haya, asante sana mke wangu, nimekuelewa. Twende ndani kanaendelea chakula. Kijana vipi? Unaona muda wewe umekaa hapo? Nimepumzika tu mwenyekiti, hakuna shida yote inaendelea. Huu ni muda wa hatari. Tumetangaza kwamba ukifika saa 12 hakuna mtu ruhusa ya kutembea wala kukaa sehemu. Sasa hivi ni nyumbani haraka. Litakalo kutokezea usije kalia na serikali. Itakuwa hilo halihusiki tena. Kila siku shida tu kwenye hichi kijiji, shida tu. Hatukai tukapumzika bwana. Mimi bwana kama ndo hivyo mimi basi bwana kitakachonikuta kinikute tu. Kwani vipi bwana? Mimi nimetoka huko town nimekuja zangu hapa. Najua ni sehemu ambayo nitakaa kwa amani na kutamauzauza kama hivi. Haya utajiona mwenyewe. Fresh tu. Na kwanza kinikute chochote ndo mtanijua mimi ni nani. Yeye vipi bwana? Ndio unajifanya mambo sana kwenye jigiji. Sasa leo nitakuonesha.